Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tukajifunze somo nyeti sana ambalo litakwenda kutusaidia kabisa kwenye maisha yetu ya kiroho. Somo linasema athari za kuambatana na marafiki. Athari za kuambatana na marafiki. Tunapoongelea kuambatana ni kufuatana, kuwa pamoja, kuwa kitu kimoja, kushikamana. Kumbe kuna athari sana katika kuambatana na marafiki. Kuna athari sana katika kushikamana na marafiki. Kuna athari, zinaweza zikawa nzuri, zinaweza zikawa mbaya. Hasa leo nitagusia sana katika upande wa athari mbaya za kuambatana na marafiki. Kwanza nataka niongee pointi moja. Kuna mambo katika maisha yanakupata sio kwa sababu wewe umetenda, ila ni kwa sababu ya yule rafiki uliyeambatana naye. Natulia hapo ili uweze kuelewa zaidi. Kuna mfalme mmoja alikuwa anaitwa Yehoshafati. Yehoshafati alikuwa ni mfalme wa Yuda. Yehoshafati aliungana na mfalme Ahabu. Mfalme Ahabu alikuwa ni mfalme wa Israeli. Yehoshafati alikuwa ni mfalme wa Yuda. Aliungana na mfalme Ahabu. Yehoshafati alikuwa anamwabudu Mungu. Lakini mfalme Ahabu alikuwa mbali na Mungu. Sasa katika kuungana kule wakaingia vitani. Utaenda kusoma kwa muda wako. Mimi naenda haraka, kuna pointi nimeilenga hapo. Katika kuingia vitani kuna mji walikuwa wameenda kuchukua. Wanasema kuchukua, kuteka. Sasa wale walenga shabaha wa upande wa pili walikuwa wanamtafuta mfalme Ahabu ampige mshale. Sasa walipomwona Yehoshafati amevaa kama mfalme Ahabu, wakaamua kumlenga mshale. Lakini Yehoshafati alipoligundua hilo, alisema mimi sio mfalme. Lakini target ilikuwa imeenda kwake. Sasa walipojua kwamba kumbe huyu sio mfalme Ahabu ambaye tunamtafuta, ndipo wakaamua kumtafuta mfalme yeye kama yeye. Kwa hiyo mshale ulikuwa kwa ajili ya mfalme Ahabu, lakini kwa sababu Yehoshafati amevaa kama mfalme Ahabu, ule mshale ulikuwa unamkuta yeye. Haukuwa kwa ajili yake, lakini ulikuwa unamkuta yeye kwa sababu ameambatana na Ahabu. Kwa hiyo kuna mambo yanakupata kwenye maisha sio kwa sababu wewe umefanya, ila ni kutokana na yule mtu ambaye umeambatana naye. Kuna watu ukiwavuta kwenye maisha yako ni kama unavuta wanasema ni baraa, unavuta mikosi. Tutaelewana, twende mbele, tutaelewana. Kuambatana, kuna mambo yanakupata sio kwa sababu nataka nitolee mfano mwingine. Dhambi, aliyetenda dhambi ni Adamu, lakini kwa sababu na sisi tumetoka kwake, matokeo ya dhambi yametupata wote, kwa sababu na sisi tumetoka kwake. Kuambatana. Hata kuna watu wameingia kwenye ndoa, kuna mambo yanakupata sio kwa sababu wewe umetenda, ila kwa sababu ya yule mwenzi ambaye umemuoa. Kuwa makini sana. Sasa leo naongelea upande wa marafiki. Nataka nitoe kisa kimoja ambacho nisikilize kwa makini sana. Nataka nitoe kisa kimoja. Kuna kijiji fulani kilikuwa na vijana ambao walikuwa ni wavuta bangi. Walikuwa wanavamia kwenye majumba wanaiba.
Sasa serikali ya kijiji ikaanza kufanya msako kuwatafuta hao vijana. Katika kuwatafuta hao vijana, katikati ya wale vijana kuna kijana mmoja, yeye alikuwa hajihusishi na hayo mambo, lakini alikuwa ameungana nao, alikuwa ni rafiki zake. Kwa hiyo hawa, serikali ya kijiji ilipoanza kusaka msako, ikaambiwa kwamba kuna nyumba fulani tunamuonaga kijana mmoja na yeye huwa yupo pamoja nao. Serikali ya kijiji ikaamua ifike paka pale, ijapokuwa yule kijana hajihusishi na, ila ni rafiki zake wale, huwa anaambatana nao kila anapoenda na yeye yupo, lakini yeye hahusiki kwenye mambo kama hayo. Ni kama mtu akwambia mimi nakaa na wavuta bangi lakini sivuti bangi. Serikali ya kijiji ilivyomkamata huyo kijana haikutaka kujua neno lolote, walimfunga kamba wakampiga. Sasa nisikize kwa makini, yeye hakustahili kupigwa. Waliostahili kupigwa ni wale vijana, wale ambao wanahusika zaidi, hao ndio walistahili zaidi kupewa hiyo adhabu. Lakini huyu anaipata hiyo adhabu sio kwa sababu yeye amefanya, ila ni kwa sababu alikuwa anaambatana nao. Nadhani hapo umeanza kunielewa zaidi. Kuna mambo yanakupata ni kwa sababu ya wale ambao umeambatana nao kwenye maisha yako. Kuna watu ukiwavuta kwenye maisha yako ni kama wanaleta balaa na mikosi. Wewe ni shahidi. Kuna muda unaweza kuwa na mtu rafiki yako mnapiga story, lakini ukaona ni kama kuna uhamisho fulani wa nguvu, ni kama kuna vitu kama vinabadilishana kati yako wewe na yeye. Kama umeshawahi ku-experience hili, nadhani utanielewa. Ni kama kuna kitu kinabadilishwa pale. Huenda wewe una mtazamo chanya, yeye ana mtazamo hasi. Kwa hiyo kuna transfer of energy. Ni kama ukikaa vibaya, ni kama anakudrain your power, your spiritual power. Kuwa makini sana katika kuchagua marafiki. Sasa solution ni nini? Solution ni moja tu. Ambatana na Mungu. Utakapoambatana na Mungu, Mungu atafunika madhaifu yako. Ukiambatana na Mungu, mibaraka itakuwa juu yako. Tabia yako itabadilika na kuaksi tabia ya Yesu. Na Mungu atakuonyesha marafiki sahihi wa kuambatana nao. Sio kila mtu ni wa kuambatana naye. Ndio maana Yesu alivyokuja kuchagua mitume 12, alichagua, hakuchukua olela tu, alichagua. Ambatana na Mungu. Ambatana na Mungu kwenye maisha yako, utapanda hadhi. Ambatana na Mungu kwenye maisha yako. Kuna watu ukiambatana nao kikweli unapanda hadhi. Waswahili wanasema unaosha nyota, unapanda hadhi. Nataka nikwambie, ambatana na Mungu. Kuna mchungaji alikuwa anasimulia kisa chake cha nyuma, alikuwa ni mvuta bangi. Lakini kwa sababu ameamua kuambatana na Mungu, Mungu amefunika yote hayo. Ambatana na Mungu kwenye maisha yako. Mungu akubariki kwa kusikiza somo hili. Kwa neema ya Mungu tutazidi kuendelea na masomo haya kila siku.